Sasa kabla tujaanza maswali nitoe mwongozo tena kwa sababu tunazidi kuwa wazoefu sasa. Waheshimiwa wabunge, kipindi cha maswali kwa wakati wa budget ni saa moja tu. Maswali yote 10 haya. Ni ngumu sana kurun kwa utaratibu huo. Lakini tutajitahidi sana kwamba tuende kwa muda huo uliopangwa. Ili ratiba nyingine nazo ziweze kwenda kama zilizopangwa, tusile muda wenu wa uchangiaji na kadhalika. Kwa hiyo naomba tujielekeze kwenye lengo la kikanuni la muda huu. Nao ni kwamba unatakiwa ulize swali. Habari ya kujenga hoja, kuzunguka, kufanya hivi ni kutupotezea muda. Tuulize swali. Waheshimiwa mawaziri, mjibu maswali. Msizunguke. Ni lini jambo fulani, wewe sema lini basi umemaliza. Sijui kitu gani, jibu moja kwa moja. Kinachotakiwa ni jawabu. Na hata majibu yale msingi yale, kuna sababu ya kuwa na jibu la ukurasa mzima. Labda kama kuna ziko wizara zinajibu vizuri sana, zipo. Zinakwenda moja kwa moja. Lakini ziko wizara ambazo yani ngonjera nyingi. Hatuhitaji, hapa ni majibu, ni maswali na majibu. Basi, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo ningeliomba sana kuanzia kesho sasa, baada ya kutoa mwongozo huu, wote tujielekeze hivyo. Unayesimama uliza swali, kwa sababu vinginevyo tutakukalisha chini. Tukalisha chini ni aibu kwa wapiga kura wako. Haipendezi, ndio maana watu tunavumilia kidogo. Lakini sasa usituvute mpaka inafika mahali, jipange, uliza swali. Na walio wengi wanauliza swali lile lile. Yaani swali lake la nyongeza linakuwa lile lile la msingi. Huwa tunanyamaza tu. Kama una swali, kama umeridhika na jibu, unatulia. Sio lazima uulize swali la nyongeza. Lakini kama liko la nyongeza, basi linapaswa liwe la nyongeza. Maana liko tofauti kidogo na swali la msingi, lakini bado liko katika misingi ya swali la msingi. Kwa hiyo natumaini mwongozo huu utatusaidia. Na tunaangalia mabunge wenzetu pia. Kipindi kama cha maswali na majibu. Yaani ni swali jibu, swali jibu, swali jibu, swali jibu hivyo. Ndio lengo lake la kipindi hiki. Kwa hiyo baada ya mwongozo huo sasa tunaendelea na maswali. Tunaanza na swali la Mheshimiwa Nicholas George Ngasa, mbunge wa Igunga. Karibu sana Mheshimiwa Ngasa. Asante sana Spika. Sasa naomba swali langu namba 283 lijibiwe na serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI, na hili ni moja ya majibu mazuri mafupi. Hongera Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Nicholas George Ngasa, mbunge wa Igunga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, gari la wagonjwa katika halmashauri ya wilaya ya Igunga ni chakavu na halifai kuendelea kutumika. Kwa sasa hospitali ya halmashauri ya Igunga imepatiwa gari la kituo cha afya kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Igunga kutoka katika kituo cha afya cha Choma ambalo linatoa huduma katika hospitali ya wilaya ya Igunga. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua changamoto za uchakavu wa magari ya kubebea wagonjwa katika hospitali na vituo vya afya nchini. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kununua magari ya kubebea wagonjwa na itatoa kipaumbele kwa hospitali na vituo vya afya vyenye uhitaji mkubwa wa magari ya kubebea wagonjwa. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia bajeti ya mwaka 2021-22 imeweka mpango mahususi wa kununua magari ya kubebea wagonjwa ambayo yatapelekwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, hayo unayoyasema hayako katika majibu yako ya msingi, ndio yale ambayo tunasema mnaongeza muda bila sababu. Lazima tuende na jibu lile la msingi ambalo umeliweka mezani hapa. Swali la nyongeza Mheshimiwa Ngasa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Sasa naomba kuuliza swali la nyongeza kwa serikali. Kwa kuwa sera ya afya ya mwaka 2007 sura ya 7 imeweka vigezo kwa hospitali za kata na wilaya, na moja ya kigezo ni kuwa lazima kuwe na gari la wagonjwa. Sasa serikali imechukua gari la kituo cha afya cha Choma imepeleka Igunga, na kituo cha afya cha Choma tena kimekosa gari. Je, serikali haioni tunaendelea kukanyaga sera ambayo tumejitungia sisi wenyewe? Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri. Magari yameswapu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Nicholas Ngasa, mbunge wa Igunga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, gari la kituo cha afya cha Choma
limepelekwa katika hospitali ya halmashauri ili kuweza kuboresha zaidi huduma za halmashauri, kwa kuwa hospitali ya halmashauri na wagonjwa wengi zaidi kuliko kituo cha afya, lakini gari hilo linafanya kazi katika vituo vyote viwili, kwa maana kituo cha afya na hospitali ya halmashauri. Asante. Tunaendelea na swali linalofuata la Mheshimiwa Charles Muguta Kajege, mbunge wa Mwibara. Mheshimiwa Kajege, tafadhali. Mheshimiwa Esther Bulaya kwa niaba yake. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Kajege naomba swali lake lipatiwe majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri David Silinde, tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Charles Mugeta Kajege, mbunge wa jimbo la Mwibara kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya kupandisha hadhi barabara kutoka barabara ya wilaya kwenda barabara ya mkoa yanatakiwa kuwasilishwa na kujadiliwa kwenye vikao vya bodi ya barabara ya mkoa. Endapo bodi itaridhia mapendekezo hayo, yanatakiwa kuwasilishwa kwa waziri mwenye dhamana na barabara ambaye ni Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi. Mheshimiwa Spika, hatua inayofuata ni maombi hayo kupitiwa na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi chini ya Kamati ya Kitaifa ya Kupandisha Hadhi Barabara ili kuona kama yanakidhi vigezo na kamati kuridhia au kukataa kupandishwa hadhi barabara husika. Hivyo na ushauri utaratibu huo ufuatwe katika maombi ya kupandisha hadhi barabara za Bulamba, Kakukekere na Katubai, Igunchi na Busambara, Mugara zilizopo katika jimbo la Mwibara. Mheshimiwa Esther Bulaya ameridhika na Mheshimiwa Kajege ameridhika. Tunaendelea na swali linalofuata. Swali namba 285 litaulizwa na Mheshimiwa Josephine Johnson Gezambuke. Asante Mheshimiwa Spika. Naomba sasa swali langu namba 285 lipatiwe majibu. Mheshimiwa wabunge, taratibu wetu wa bunge ni kwamba kama una swali akimaliza tu waziri unakuwa umeshasimama pale pale ili tuweze kwenda kikanuni. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Dr. Dugange, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha afya cha Muyama katika halmashauri ya Buhigwe hakitoi huduma ya uchunguzi wa X-ray na ultrasound kutokana na ukosefu wa majengo lakini na vifaa hivyo. Mheshimiwa Spika, serikali inamwelekeza mkurugenzi wa halmashauri ya Buhigwe kupanga kununua ultrasound kupitia mapato ya ndani, wakati serikali kuu inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kununua X-ray. Aidha, ikiwa mapato ya ndani halmashauri hayatoshelezi, serikali inamshauri mkurugenzi kukopa kupitia NHIF na kununua mashine ya ultrasound wakati serikali inapanga kununua X-ray. Mheshimiwa Waziri, majibu ninayosoma ni mengine na yaliyoko mezani ni mengine, mnachomekea. Ningependa tuende consistently. Majibu mnayoleta yawe ni yale yale, kwa sababu simeshayafanyia kazi na mmeniandikia na nakala ninazo hapa. Msichomekee. Nimesema kuanzia sasa hivi mimi mambo swali ya maswali tutakwenda kwa taratibu zinazotakiwa. Mheshimiwa Gezambuke, nimekuona. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niulize swali moja la nyongeza. Kwa kuwa hospitali ya Buhigwe ni hospitali mpya, hospitali hiyo haina ultrasound, X-ray na gari la kubebea wagonjwa. Je, ni lini hospitali hiyo itapelekewa vifaa hivyo tiba? Sasa huu ndio mfano wa maswali, angalieni kwenye tablets zenu. Mfano wa maswali niliyosema. Swali la msingi Genzabuke aliuliza, je, ni lini serikali itakipatia kituo cha afya Munyami na mahali pengine? Swali la nyongeza, je, serikali ni lini ni lile la msingi. Kwa hiyo huna swali mheshimiwa. Tunaendelea na Wizara ya Viwanda na Biashara. Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Anatropia Theonest. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kyerwa na mkoa wa Kagera naomba swali langu 286 lipatiwe majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Viwanda na Biashara, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anatropia Lwehikila
Theonesti viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na masoko ya kimataifa ya kimkakati kwa ajili ya kukuza biashara na mauzo nje ya nje kwa maendeleo na ustawi wa wananchi wake. Kutokana na umuhimu huo, serikali imechukua hatua mbalimbali za kuhakikisha masoko ya kimkakati hususan mipakani yanaanzishwa, kuboreshwa na kuendelezwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mpaka kati ya Tanzania na Uganda, serikali iliamua kuanzisha masoko ya kimkakati ya kimataifa ikiwa ni pamoja na ujenzi wa masoko ya Nkwenta na Murongo yaliyopo wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera chini ya mradi wa uwekezaji wa sekta ya kilimo wilayani yani DASIP uliokuwa ukifadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mheshimiwa Spika, masoko hayo bado hayajakamilika kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ufinyu wa bajeti. Aidha, serikali imeunda timu ya wataalamu ili kufanya uchambuzi wa kina kuhusiana na changamoto katika miradi hiyo na hatimaye kuja na mapendekezo ya namna bora ya kukamilisha ujenzi wa masoko hayo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021-22 serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya tathmini na uendelezaji wa masoko ya kimkakati ya mipakani. Kazi hiyo itafanywa pamoja kati ya Wizara ya Viwanda na Biashara na Wizara ya Kilimo. Aidha, serikali inaendelea kushirikiana na wadau wengine kutafuta fedha za kukamilisha ujenzi wa masoko ya Murongo na Nkwenta kwa wakati. Swali la nyongeza, Mheshimiwa Anatropia, nimekuona. Kwa kuwa haya masoko yamesimama muda mrefu kuanzia mwaka 2013 na maelezo ya serikali kila siku ni wanatenga bajeti. Sasa swali, serikali haioni, kwa kuwa haya masoko ni strategic, serikali haioni umuhimu wa kushirikisha wadau binafsi katika kuendeleza haya masoko? Swali la pili, serikali itoe commitment kwa kuwa imesema tangu mwaka 2019 na 20 kwamba itatenga bilioni 2.9 kujenga haya masoko. Nataka commitment ya haya masoko kuanza kujengwa. Majibu ya maswali hayo mawili, Mheshimiwa Naibu Waziri Exaud Silaoneka Kigahe, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli ujenzi wa masoko haya umesimama kwa muda mrefu tangia mwaka 2013-14 mwaka fedha huo, kama nilivyosema katika jibu la msingi kwamba hili litokana na changamoto za ufinyu wa bajeti. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi napenda kumpongeza mbunge wa jimbo la Kyerwa Innocent Belakwate ambaye amekuwa akiendelea kufuatilia sana ujenzi wa masoko haya kwa muda mrefu, na ndio maana tumesema tunatafuta wadau wengine ikiwemo na benki ile, lakini wadau wengine ambao tulikuwa tunashirikiana nao katika kujenga masoko hayo, na ndio maana mwaka wa fedha huu 2021-22 unaokuja tumetenga kwa serikali milioni 500. Lengo ni kukamilisha ujenzi wa masoko hayo. Lakini swali la pili, ni kweli commitment ya serikali ni kuhakikisha tunajenga masoko ya kimkakati ya mipakani, kwa sababu unajua lengo la serikali sasa ni kuanza kuaccess masoko ya nje baada ya bidhaa nyingi au mazao mengi ya kilimo Tanzania kuongezeka. Kwa hiyo lazima tafute masoko ya nje. Kwa hiyo ni mpango kakati wa serikali kuhakikisha tunajenga masoko ya mpakani, lakini kuaccess masoko ya nje kupitia fursa mbalimbali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Asante sana. Tunaendelea na swali linalofuata la Wizara ya Maji. Mheshimiwa mbunge wa Kwela, Mheshimiwa Deus Sangu, tafadhali uliza swali lako. Nakushukuru Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kwela naomba swali lao namba 287 lipate majibu ya serikali. Majibu ya serikali yatatolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri Maji, Mheshimiwa Engineer Mary Priska Winfred Mahundi. Tafadhali majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Deus Clement Sangu mbunge wa Kwela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa maji katika kata ya Mlangalua na Mlokola ni 51.2. Kata hizi ya Mlangalua inapata huduma ya maji safi kupitia mradi wa maji ya skimu wa Mlangalua wa visima virefu vinavyohudumia vijiji vya Mlangalua, Tunko, Movi, Kavifuti na Mpako vya kata hiyo na kijiji cha Mnokola kilichopo katika kata ya Mnokola. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha hali ya upatikanaji wa maji halmashauri ya wilaya Sumbawanga inazidi kuimarika, serikali imeendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji ambapo kwa mwaka wa fedha 2020-2021 jumla ya miradi 5 ya maji imetekelezwa na kukamilika katika vijiji vya Nankanga na Sakalilo, kata ya Ilemba.
Milepa na Kisa kata ya Milepa, Kizungu kata ya Muze, na miradi minne ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji katika kata ya Mtoisa, Ikozi, Msanda Muungano na Mufinga. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021-2022 serikali imetenga jumla shilingi bilioni 2.76 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi 18 ya maji katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Aidha, serikali itatoa fedha kwa kuzingatia miongozo ya kupeleka fedha za utekelezaji wa miradi itakayopangwa katika bajeti husika. Mheshimiwa mbunge wa Kwela, nimekuona, uliza swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kunipa nafasi niulize maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya wizara, naomba kuuliza ni lini au serikali na mpango gani wa kutanua mradi wa maji wa mji mdogo wa Laela ili uweze kupeleka katika kata Mnokola na Miangalua, kwa sababu hivyo visima vimeshindwa kukizi mahitaji ya wananchi katika kata hizo. Swali la pili, katika tarafa ya Kipeta ambayo ina kata ya Kapenta, Kaoze, Kilangawana, Kipeta ni kata ambazo zimekuwa na shida ya maji kwa takriban tangia uhuru wa nchi. Mheshimiwa, swali lako la pili haliko katika laini ya swali la kwanza. Jibu swali lile la mwanzo, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Deus Sangu kama ifuatavyo. Serikali mpango wa kusambaza maji kutokana na vyanzo mbalimbali tulivyo navyo tunao, na tutahakikisha tunafanya hivyo pamoja na chanzo hiki cha Laela pia tutakwenda kukifanyia kazi mwaka ujao wa fedha. Asante. Tunaendelea ujenzi na uchukuzi. Swali la Mheshimiwa Mariam Nasoro Kisangi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Mbweni, naomba sasa swali lao namba 288 lipatiwe majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi na Uchukuzi, Mheshimiwa Mwita Mwikwabe wa Itara, tafadhali. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mariam Nasoro Kisangi, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, yani TPA, imekamilisha kazi ya kutambua bandari bubu zote zilizo katika mwambao wa Bahari ya Hindi, ikiwemo bandari ndogo ya Mbweni kwa ajili ya kuirasimishwa kwa awamu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari kwa kushirikiana na Manispaa ya Kinondoni zipo katika hatua za kutambua mipaka ya eneo ya bandari hiyo kwa upande wa bahari na nchi kavu ili kuweza kuweka miundombinu rafiki katika kama vile maegesho ya majahazi, barabara, ofisi, choo, maji, umeme na ghala kuhifadhia mizigo. Mheshimiwa Spika, tangu mwezi Februari 2020 Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania imepeleka wafanyakazi na mashine za posi katika bandari ndogo ya Mbweni ili kusimamia shughuli za kibandari na kukusanya mapato. Katika miezi 9 ya mwaka wa fedha 2020-2021, yani Julai 2020 hadi Machi 2021, TPA imeweza kukusanya fedha kiasi shilingi milioni 117. Mapato hayo yanatarajiwa kuongezeka baada ya kuirasimisha bandari hiyo na kuweka miundombinu muhimu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tupo katika hatua za mwisho za kumpata mkandarasi mshauri ambaye pamoja na mambo mengine atafanya usanifu katika bandari ya Mbweni na kundushi na kushauri aina ya uwekezaji wa miundombinu itakayofaa katika bandari hiyo. Asante. Mheshimiwa Mariam Kisangi, umesimama, nimekuona. Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali na nyongeza. Kwa kuwa bandari hiyo sasa imesharasimishwa rasmi na naipongeza sana serikali, lakini je, serikali sasa ina mpango gani wa muda mfupi kuboresha eneo hilo ili liweze kufikika? Swali la pili, kwa kuwa wanawake wa kata ya Mbweni ni wadau wakuu katika eneo hilo la bandari, je, serikali ina mpango gani ya kuwatengea eneo mahususi kabisa ya kufanya shughuli za ujasiriamali ili na wao waweze kufaidika na eneo na fursa hiyo ya bandari? Asante, maswali mazuri kabisa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, ninaomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Mariam Kisangi, mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam kama ifuatavyo. Kwanza, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba baada ya muda si mrefu sana tutatembelea eneo hili. Amesema kuna shida ya barabara, kwamba eneo lifikiki, tutarekebisha miundombinu ili waweze kupata huduma nzuri pale. Swali la pili, amewasemea kina mama wa nchi hii na hasa mkoa wa Dar es Salaam eneo la Mbweni. Naomba niseme tumepokea wazuri jema, tutalifanyia kazi
na kila mama apate sehemu maalum ya kufanya shughuli zake katika bandari ya Mbweni. Asante. Asante sana. Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Swali la Mheshimiwa Festo Richard Sanga, mbunge wa Makete. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa Makete naomba swali langu namba 289 lipate maswali ya serikali, majibu ya serikali. Asante sana Mheshimiwa Sanga. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Festo Richard Sanga, mbunge wa Makete kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, shamba la Kitulo ni miongoni mwa mashamba matano ya serikali ya kuzalisha mifugo na ni shamba pekee linalozalisha ng'ombe aina Friesian halisi kwa maana ya pure. Mkakati uliopo ni wa miaka mitatu kuanzia mwaka 2020 mpaka 2023 ambao umelenga kuendeleza shamba kwa kuongeza ng'ombe wazazi kutoka 350 hadi 700, kununua madume ya ng'ombe wazazi 20, kuboresha malisho kwa kupanda malisho eneo la hekta 150, kuimarisha huduma ya uimilishaji kufikia uimilishaji wa ng'ombe 300 kwa mwaka. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mkakati huo, wizara kupitia bajeti ya mwaka 2021-2022 imenunua madume 5 ya ng'ombe wazazi kutoka shamba la Shafa Farm lililopo mkoani Iringa, kilo 400 za mbegu za malisho kutoka Marekani na kilo 100 kutoka Kenya kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa malisho. Aidha, shughuli nyingine ni uimilishaji ambapo ng'ombe 135 wameimilishwa na ununuzi wa tenki la kupozea maziwa lenye ujazo wa lita 3000 ambapo utaratibu wa manunuzi unakamilishwa. Mheshimiwa Spika, shamba la Kitulo linahitaji uwekezaji wa kiasi cha shilingi bilioni 6.6 ili kufikia kiwango cha juu cha uzalishaji. Aidha, uwekezaji huu utaendelea kufanywa na serikali kadri ya upatikanaji wa fedha kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo. Mheshimiwa Sanga, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, na maswali mawili ya nyongeza. Kwanza nishukuru serikali kwa majibu mazuri, lakini nilikuwa naomba niulize maswali mawili ya nyongeza madogo. La kwanza, kwenye shamba hili serikali imeeleza kwamba inaweza katenga bilioni 6 kwa maana mwaka 2021 hadi 23. Nilikuwa nauliza, je, serikali iko tayari kwa kuingia partnership kwa sababu benki ya TIDB kwa maana Tanzania Agriculture Development Bank iko tayari kutoa hizi fedha na ikafanya uwekezaji kwenye shamba hili. Je, serikali iko tayari kwa ajili ya kushirikiana na benki ili iweze kuwekeza? Lakini swali la pili ni maslahi ya wafanyakazi wa shamba lile kwa maana vifaa, lakini pia madeni ya wafanyakazi wale kwa muda mrefu hawajalipwa. Je, ni lini serikali itakuwa tayari kuhakikisha kwamba maslahi ya wafanyakazi lakini pia vifaa vya shamba lile vinanunuliwa? Asante. Miradi mingine bwana, mradi ambao kinachoagizwa ni madume 5 na nini, alafu eti kuna wafanyakazi kibao wana madeni wanadai. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri, tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Festo Sanga kama ifuatavyo. Juu ya uwekezaji, tuko tayari na milango yetu iko wazi. Karibu sana tuweze kujadili jambo hilo. Na jambo la kuboresha maslahi ya wafanyakazi na ununuzi wa vifaa ni sehemu ya pesa zilizopangwa kutumika katika bajeti hii. Kwa hivyo hilo tunalielekea pia. Wizara ya Mifugo tunawashaurini tu muangalie hili jambo la kumiliki mashamba ya kufuga. Serikali inamilikije? Yani serikali inachunga ng'ombe? Ina ranchi, kazi ambayo Msukuma anaweza, Mgogo anaweza. Serikali ifanye mambo ya maana ya serikali. Hizi mashamba mengine ya Kongwa ranchi nani, wapewe wananchi wafanye. Tuvuke, yani tuende kwenye opening up, tuwape watu wafanye hivi vitu. Serikali inachunga ng'ombe? Haiwezekani. Serikali bakia na research na nini basi. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo Mifugo, angalieni haya mambo, tubadilike, tutoke huko. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, kwa niaba yake na kuruhusu Mheshimiwa. Mheshimiwa Spika,
Kwa niaba ya mbunge wa Chalinze, naomba swali lake namba 290 lipate majibu ya serikali. Bado tuko mifugo. Mheshimiwa Naibu Waziri, tafadhali majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete kama ifuatavyo. Serikali imeshapima na kutoa kipande cha ardhi chenye ukubwa wa hekta 2208 kutoka ranchi ya Ruvu kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Halmashauri ya wilaya ya Chalinze ilikatiwa hekta 1488 kwa ajili ya vijiji 6 ambavyo ni kijiji cha Ruvu Darajani hekta 200, kijiji cha Kidogozero hekta 200, kijiji cha Kitonga hekta 480, kijiji cha Magulumatali hekta 200 na kijiji cha Vigwaza hekta 8 na kijiji cha Milo kitongoji cha Kengeni hekta 400. Mheshimiwa Spika, aidha serikali imepima na kutoa kipande cha ardhi chenye ukubwa wa hekta 120 kwa halmashauri ya wilaya Bagamoyo kwa ajili ya vijiji vitatu vya Kidomole hekta 40, Fukayosi hekta 40 na Mkenge hekta 40. Pia serikali imepima na kutoa ardhi yenye ukubwa wa hekta 600 kwa halmashauri ya wilaya Kibaha vijijini kwa ajili ya kijiji cha Mperamumbi kitongoji cha Waya. Nimekuruhusu Mheshimiwa muuliza swali, ongeza swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, tatizo lililopo Chalinze ni sana tatizo lililopo Bagamoyo, na hasa katika vijiji vya Mkenge, Kidomole pamoja na vijiji vya Miro. Sasa swali langu ni kwamba kutokana na tatizo la wakulima na wafugaji, eneo lililotengwa halitoshi, ni dogo sana kwa vijiji hivyo. Ni lini serikali itaongeza hili eneo? Majibu ya maswali hayo siji mtapata wapi eneo la ziada kama lipo. Majibu tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mkenge mbunge wa Bagamoyo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inazingatia sana maoni, na ndio maana hata maoni uliyoyatoa ni katika sehemu ya mpango wetu wa bajeti tunayokwenda ya kuboresha zaidi NARCO ili iweze kukidhi haja ya kuhakikisha kwamba wadau wetu mnafurahi na kuweza kutumia fursa ya ardhi hii kubwa na nzuri ya serikali kuweza kufanya shughuli za uzalishaji kupitia mifugo. Na kwa hivyo kwa hili la Bagamoyo, serikali iko tayari. Tuko tayari kupokea tena maombi ya wananchi na kuyafanyia kazi kwa ajili ya kuweza kuondoa kabisa migogoro ya wakulima na wafugaji. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, tunasubiri bajeti yenu ije tuone, lakini NARCO imeshindwa tangu mwaka 1967 ilipotaifishwa hayo mpaka leo hamna kitu. Mnafikiri nyinyi ndio mtaweza? Binafsisheni. Hiyo peke yake ndio njia ya kwenda. Wizara ya Nishati, swali la Mheshimiwa Anna Richard Lupembe, mbunge wa Nsimbo. Mheshimiwa Spika, ninaomba swali la wananchi wa Nsimbo 291 lipate majibu. Majibu ya swali hili, Mheshimiwa Naibu Waziri Nishati, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anna Richard Lupembe, mbunge wa Nsimbo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA inaendelea na utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme vijijini kwa nchi nzima kwa kupeleka umeme katika vijiji ambavyo havijafikiwa na umeme. Mheshimiwa Spika, vijiji 9 vya jimbo la Nsimbo ambavyo havina umeme, ikiwa ni pamoja na vijiji vya kata ya Ugara vya Katambike, Mnyamasi na Kasisi, vitapatiwa umeme kupitia mradi wa kusambaza umeme vijijini awamu ya 3 mzunguko wa pili unaoendelea. Utekelezaji wa mradi huu ulianza mwezi Machi 2021 na unatarajiwa kukamilika Disemba 2022. Mheshimiwa Spika, kazi ya kupeleka umeme katika vijiji hivyo inahusisha ujenzi wa njia ya msongo wa kilovoti 33 kwa urefu wa kilomita 63.6, msongo wa kilovoti 0.4 urefu wa kilomita 3 na ufunguaji wa transformer 3 pamoja na kuwaunganisha umeme wateja wa awali zaidi ya 66. Mheshimiwa Spika, gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 2.46. Swali la nyongeza, Mheshimiwa mbunge wa Nsimbo Anna Lupembe. Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, hii kata ya Ugara na huo mradi anasema utaanza mwezi Machi, umeanza mwezi Machi, lakini hakuna dalili yote ya mradi, hakuna kitu chochote.
na wananchi katika kata hii wamesubiri muda mrefu. Ni kata, kuna kata ya Tapunga, kuna kata ya Ugala, wana miaka mingi wanaona tu wenzao wanapata umeme, lakini wenyewe hawajawahi kupata umeme wala dalili ya nguzo hamna. Lakini hapa ameniambia kuwa mwezi Machi mradi umeanza. Sasa hapa kidogo napata wasiwasi, Mheshimiwa Spika, kwa sababu hamna dalili kabisa, hakuna dalili ya umeme. Sasa commitment yangu Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba basi naibu waziri ajikomiti, twende aende akaone hali halisi wananchi wanavyopata tabu. Alafu swali langu la pili Mheshimiwa Spika, wananchi katika vijiji vingine wanalipia umeme 27,000, lakini wanachukua muda mrefu sana, miezi 6, 7, 8 hawaingiziwi umeme. Basi atupe commitment, wakilipa inachukua muda gani ili wananchi wanaweza kupata umeme? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, umesema utekelezaji wa mradi huu umeanza mwezi Machi. Mheshimiwa mbunge anasema hakuna kitu kama hicho, hata nguzo moja hakuna. Unachotakiwa kujibu hapa, je, umelidanganya bunge? Majibu tafadhali naibu waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Lupembe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mradi wa upelekaji wa umeme awamu ya 3 mzunguko wa pili ulisainiwa na kuzinduliwa rasmi mwezi wa 3. Na hatua kwa hatua zimekuwa zikianza sehemu moja moja kuendelea. Kwa mfano Mtwara wameendelea, Jumamosi iliyopita Mheshimiwa Waziri alizindua tena Arusha. Kwa hiyo kufikia Disemba mwakani ndio maeneo yote yatakuwa yamekamilika. Kuna maeneo mengine yameshaanza, mengine bado yanaendelea, lakini hatua za kupeleka nguzo zimeanza. Kwa hiyo uzinduzi ndio ulikuwa mwezi Machi mwaka huu Mheshimiwa Spika. Lakini kwenye maeneo mengine Mheshimiwa Spika, kama alivyosema kwake, watu wanapolipa umeme zinachukuliwa zile hatua sasa za kupeleka vifaa mbalimbali kwa wale wananchi waliolipia, kama nguzo, kama waya, kwa pamoja, ili sasa tuweze kuanza kufunga kwa pamoja. Lakini Mheshimiwa Spika, tunachofanya tunaweka utaratibu angalau tuseme ndani ya mwezi mmoja kila mtu aliyelipia umeme au ameupata kulingana na mazingira aliyokuwa nayo. Pengine kwenye 3 phase inachukua hadi pengine siku 90. Lakini tumekuwa tukijitahidi kuhakikisha kwamba kila aliyelipia umeme anaupata na anaupata kwa wakati. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa naibu waziri, sasa urudi ujibu swali. Umeeleza habari ya Machi, siku kuna uzinduzi na nini. Swali la mbunge linasema, je, ni lini wananchi wa kata ya Ugala watapatiwa umeme wa REA 3? Ndio swali la msingi tangu mwanzo. Mheshimiwa waziri, jibu swali. Mheshimiwa Spika, kwanza napenda nimpongeze Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa naibu waziri kwa jibu lake la msingi. Mheshimiwa Spika, ni kweli utekelezaji wa mradi kabambe wa awamu ya 3 raundi ya pili umeanza rasmi toka mwezi Machi mwaka huu na wakandarasi wote wameshakwenda site. Lakini kesho tuna mkutano wa kandarasi wote hapa Dodoma kuwaarifu watoe taarifa kwa Mheshimiwa wabunge na madiwani katika maeneo yao. Kwa hiyo inawezekana Mheshimiwa mbunge kweli hajakutana nao, lakini wameshaanza kazi rasmi na wanakwenda kila eneo kwenye maeneo ambako wamepangiwa kazi. Nitoe taarifa tu kwa wakandarasi kupitia bunge lako tukufu kwamba wakandarasi wote wakaripoti kwa Mheshimiwa wabunge wanapoingia katika maeneo yao, ili Mheshimiwa wabunge wapate taarifa hizo. Asante sana. Sasa Mheshimiwa waziri, usimame tena ujibu swali sasa. Je, ni lini wananchi wa kata ya Ugala watapatiwa umeme wa REA 3? Mheshimiwa Spika, wananchi wa kata ya Ugala pamoja na vijiji 9 vitaanza kupatiwa umeme kuanzia mwezi wa 6 mwaka huu mpaka mwezi wa 5 mwaka ujao. Asante sana. Nakushukuru sana. Mheshimiwa waziri, niwaambie tu kweli, yani tumekuwa tukivumilia hapa majibu ya bla bla au swali, yani majibu hayajibiwi. Yani wewe jibu swali. Ukijibu swali huna tatizo na meza wala na nani na nani. Pamoja na unaweza kapamba kidogo na lakini swali lijibiwe. Inakuwa kwa sababu wananchi wale wanasikiliza, wanataka jibu lao, sio la mbunge, ni la wananchi. Kwa hiyo tukijikita kwenye kujibu maswali itatusaidia sana. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Zaitun Saif Swai. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya wanawake wa Tanzania, naomba swali langu namba 292 lipate majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Mwanaidi.
Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Zaituni Swai viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua uwepo wa tatizo la ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto na kuendelea kuchukua hatua mbalimbali za kutokomeza ukatili huo. Moja ya hatua hizo ni pamoja na kuandaa na kusimamia utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ya mwaka 2017-2018 hadi 2021-2022. Mpango huu wa miaka mitano unalenga kupungua kiwango cha ukatili. Tumsikilize Mheshimiwa Naibu Waziri. Cha ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii yetu kwa 50% ifikapo mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, jitihada nyingine za pamoja na kuanzishwa kamati 16,343 za ulinzi na usalama wa wanawake na watoto kwenye ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa ambazo zina jukumu la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Pia kuanzishwa kwa madawati 420 ya jinsia ya watoto katika vituo mbalimbali vya polisi nchini ambayo kuwezesha wahanga wa ukatili kuripoti aina mbalimbali za ukatili wa kijinsia. Mheshimiwa Spika, serikali pia imewezesha kutungwa sheria za msaada wa kisheria namba 1 ya mwaka 2017. Sheria hii inatoa fursa ya wanawake waliofanyiwa unyanyasaji au kudhulumiwa kupata haki zao kupitia vyombo vya usimamizi wa sheria. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuhakikisha utekelezaji wenye ufanisi wa mpango wa kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili sheria zilizopo pamoja na kuimarisha kamati za ulinzi na wanawake na watoto. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, safari ijayo majibu yawe mafupi. Swali la nyongeza ni Mheshimiwa Zaituni. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kutokana na majibu ya Mheshimiwa Waziri, kwanza nipongeze serikali kwa kuona kuna haja ya kuwa na mpango mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili. Lakini Mheshimiwa Spika, inashangaza kuona serikali yenyewe imejiwekea 50% tu kutokomeza matendo haya ifikapo 2022. Mheshimiwa, malengo haya bado yako chini na tunawapa mwanya. Mheshimiwa Zaituni, nenda kwenye kuuliza swali. Je, serikali haioni kama kuna haja ya kujiwekea malengo ya juu ambayo yatadhibiti matendo haya na kukomesha? Mheshimiwa Spika, swali langu la pili, kwa kuwa vitendo hivi vingi vinafanyika kwenye ngazi za kata na za vitongoji, lakini madawati ya kijinsia mengi yapo kwenye ngazi za wilaya, serikali haioni kama kuna haja ya kushusha huduma hii kwenye ngazi za chini? Asante sana kwa maswali hayo. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali hayo mawili tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Zaituni kama ifuatavyo. Katika jibu langu la msingi nilieleza kuwa mpaka sasa serikali imeshaanzisha madawati 420 ya jinsia ya watoto kwa vituo mbalimbali nchini. Aidha ningependa kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kuwa huduma za wahanga wa ukatili zinafanyika katika kila kituo vya polisi na kila kituo cha polisi kimewekwa chumba maalum kwa ajili ya kuwahudumia wahanga hao. Vile vile wahanga hao wa ukatili huhudumiwa na polisi ambao masuala yao yote hupelekwa huanzia katika vituo vidogo vya polisi na kumalizia vituo vikubwa vya polisi kwa ajili ya kushughulikiwa zaidi. Mheshimiwa Spika, kuhusu swali lake la pili Mheshimiwa Zaituni, ni kweli kuwa kuna sababu ambazo zinasababishwa vitendo vya ukatili vya jinsia ni uwepo wa imani na ushirikina. Serikali ishaanza kushughulikia swala hili ili kutekeleza mpango wa taifa na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Aidha, ni mwahidi kuwa nitalifuatilia swala hili la kuhakikisha wanawake wote wa Arumeru na Monduli wanakuwa salama pasipo na kunyanyaswa. Pia niwatake maafisa wa maendeleo ya jamii Arumeru na Monduli kupanga mpango kazi maalum ili kuwaendeleza wananchi wa Arumeru kukabiliana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Asante. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Tunaelekea maliasili na utalii. Mheshimiwa Vincent Paul Mbogo.
mbunge wa Nkasi Kusini. Mheshimiwa Asante sana. Vincent, endelea. Asante sana Spika. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nkasi Kusini, naomba swali 293 lipatiwe majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Mary Francis Masanja, tafadhali. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Vincent Paul Mbogo, mbunge wa Nkasi Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, pori la akiba la Lwafi liliwahi kuwa na mgogoro wa kijiji cha King'ombe ambapo baadhi ya wananchi wake walivamia eneo la hifadhi kwa ajili ya shughuli za kilimo. Hata hivyo, mgogoro huo ulitatuliwa na serikali baada ya kuchukua hatua mbalimbali zikiwemo wananchi kupewa elimu na kuonyeshwa mipaka halisi. Aidha, mgogoro huo ulikwisha, lakini kuna mgogoro mwingine kwa sasa ni kati ya msitu wa hifadhi ya Loss River Forest Reserve na vijiji vya Mlambo, King'ombe na Tundu ambapo wananchi walivamia msitu huo kwa ajili ya makazi na shughuli za kilimo. Serikali imefanyia kazi mgogoro huo kupitia mapendekezo ya kamati ya mawaziri 8 ambapo maamuzi ya mgogoro huo yameshatolewa na utekelezaji wake utafanyika katika bajeti ya mwaka 2021-22. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa rai kwa Mheshimiwa mbunge na wananchi wanaozunguka eneo hilo kuwa waendelee kutoa ushirikiano katika kuhimiza, kulinda na kutatua migogoro hiyo inayohatarisha uwepo wa maliasili zinazowazunguka. Majibu marefu Mheshimiwa Naibu Waziri, safari ijayo yafupishe. Muuliza swali Mheshimiwa mbunge wa Nkasi, Mheshimiwa Mbogo, uliza swali lako. Ameridhika. Mheshimiwa mbunge wa Liwale. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa na mimi kuuliza swali la nyongeza. Hali ya madhara yanayotokana na wanyamapori yamekuwa ni makubwa sana. Leo hii kwenye vijiji vya Ngumbu, Kibutuka, Kiangara na Ndapata, wananchi wa Shahama wamerudi majumbani kwao kutoka mashambani baada ya tembo kumaliza mazao yote. Sasa mimi naomba serikali ituambie ina mkakati gani ya kuhakikisha usumbufu huu wa wanyamapori unapungua hasa kwenye hivi vijiji vichache nilivyovitaja. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Maliasili na Utalii, usumbufu. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la nyongeza la mbunge wa Liwale kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kuwapa pole wananchi wa Liwale, lakini pia niendelee kutoa pole kwa wananchi wengine wote wanaozunguka maeneo ya hifadhi zikiwemo hifadhi ambazo nimezitembelea jana za Mwanga na Same. Changamoto hii Mheshimiwa Spika ni changamoto ambayo inasababishwa na wananchi kusogelea maeneo ya hifadhi, hasa maeneo yenye ushoroba. Mheshimiwa Spika, njia za wanyamapori hususan tembo wanatembea kwa spidi ndefu na wanatembea maeneo marefu. Na shoroba hizi Mheshimiwa Spika zimezibwa na wananchi ambao wanafanya shughuli za kilimo, lakini wengine wamejenga kwenye maeneo ambayo ni mapito ya wanyama. Serikali imeshaweka mkakati wa kufanya mafunzo kwa wananchi namna ya kudhibiti hawa tembo, lakini pia tunagawa vifaa, lakini pamoja na hilo tumeimarisha doria za askari kuhakikisha kwamba hawa wanyama wanapoingia kwenye maeneo ya wananchi basi askari wa doria wanakuwepo kwenye maeneo husika. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi mbunge kwamba swala hili serikali inalitambua na tunaendelea kufanya kazi na hatulali mchana na usiku, tunahakikisha wananchi waishi kwa amani. Asante. Asante sana. Mheshimiwa nimekuona, Mheshimiwa Nape na wewe swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na jitihada ambazo zinafanywa na serikali, Mheshimiwa Spika, wizara imekuwa ikisema kwamba upandaji wa pilipili kwenye maeneo ambayo yanakaribiana na vijiji una uwezo wa kuzuia tembo kuingia vijijini. Sasa je, serikali iko tayari kupitia
TANAPA na taasisi zake wakapanda wao hizi pilipili ili wawasaidie wakulima wananchi wetu wasihangaike, mazao yao yasiliwe na wao wasiuliwe. Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Francis Masanja, mnaonaje mkimwaga mbegu za pilipili? Mnazo ndege kule, mnaweza mkasambaza tu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Nape, mbunge wa Mtama, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli tulishabuni mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba hawa wanyama wakali wanapunguza kasi ya kuathiri wananchi, ikiwemo pilipili, lakini pia kuna mizinga ya nyuki ambayo ni njia bora zaidi ya kuwafanya hawa wanyama wasiweze kusogelea makazi ya wananchi. Tunalipokea wazo lake, lakini kulingana na gharama, Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuangalia tathmini na tunaweza tukafanya kwa awamu kwenye maeneo ambayo yameathirika zaidi, lakini niwaombe tu waheshimiwa tuendelee kushirikiana kwenye hizi mbinu ambazo tunaendelea kuzielekeza, wakati serikali sasa inaangalia mbinu ya kudumu ambayo inaweza kusaidia wanyama hawa kuishi maeneo yao na wananchi wakaishi kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri Maliasili na Utalii. Waheshimiwa wabunge, natumaini tukienda hivi kipindi chetu cha maswali kitakuwa na tija zaidi na kutakuwa na maswali ya nyongeza mengi zaidi, kwa sababu tutajikuta tuna muda, basi nyongeza zinaweza zikapatikana. Kama mnavyoona, saa moja ni mambo machache sana unayoweza kuyafanya, na sababu yake ni kwamba bunge hili tangu lina wabunge kama 50 hivi, enzi hizo muda wa maswali ni huu saa moja. Leo tuko karibu 400, muda wa maswali ni saa moja. Kwa hiyo hata uwe na bingwa namna gani hapa, labda awe anaongeza muda, na kwa hiyo anakula muda mwingine kwa ajili ya shughuli nyingine, jambo ambalo halipaswi kuwa hivyo. Na mambo kama mawili matatu, including matangazo na kutambulisha wageni. La kwanza, waheshimiwa wabunge, kamati zetu zifanye kazi zake. Mjitahidi sana kufanya kazi zenu ambazo mnahusika, hasa wale ambao ni kamati za kisekta na nyingine, lakini kamati za kisekta msikae tu, fuatilieni mambo. Nyinyi ndio bunge, msiache mambo yanakwenda tu hivyo hivyo. Nitatoa mfano. Mtakumbuka kipindi kilichopita tulikuwa na ajira za walimu, sijui nadhani 1000 ngapi, 8,000, si ndio? Wangapi mnajua wapiga kura wenu wangapi wamepata nafasi? Mnawezaje kuwa na hakika kwamba mchakato huo umekwenda inavyopasa? Ni kazi ya bunge hili kufuatilia na kuwaita, njoni tuelezeni, tupe majina, ni wapi, nani ametoka wapi. Ni kazi yenu. Kama sio kazi yenu ni kazi ya nani? Kama sio kazi yenu ni kazi ya nani? Mnasubiri spika awaambie? Kamati husika, nyinyi mnaniambia kama tunataka tuwaite hawa kwa ajili ya kupata taarifa hii. Ninyi ndio kwa niaba ya wananchi. Tusipoangalia tutajikuta nchi badala ya kuwa na utumishi wa umma wa Watanzania wote, tukawa na utumishi wa umma wa baadhi ya watu katika nchi hii. Hatuwezi kwenda hivyo. Hatuwezi kwenda hivyo. Sisi tuna wajibu wa ziada wa kuhakikisha sio tu ajira ngapi 1000 ngapi, alafu basi zimeenda wapi kivipi? Safari hii tunauza 6,270 kitu kama hicho. Hizo 8,000 tusifuatilie, wala haina shida, kwa sababu limeshapita. Lakini hizi 6,000 tuambie kabisa serikali, hizi tutazifuatilia kindaki. Mfumo wake uwe na uwazi, uwe unaoeleweka, uwe ambao hauna mambo mengine. Na ni vizuri kuja na formula huku tunakoenda ambazo ni inclusive. Hata kama ni walimu, basi wawepo wa Masai, wa Makonde, wa Haya, Waha, Wagogo, wote tutafute mfumo ambao ni inclusive. Unajaribu kuingiza watu wa aina mbalimbali katika nchi yetu. Tuwe na mfumo wa utumishi ambao unatoa sura ya nchi yetu ilivyo. Tujaribu kuangalia formula mbalimbali ambazo zinaweza zikatusaidia. Vinginevyo unaweza kukuta tuna watumishi, maana unaona unaporipoti unaona na wewe na yule, oho,
unaanza kuona vitu ambavyo kidogo tuwe makini sana katika eneo hili. Ni eneo muhimu. Hoja yangu ni kwamba kamati zinazohusika mjitahidi kuwa macho na mambo haya ya kitaifa katika ufuatiliaji wake. Msisubiri spika peke yake ndio awaambie nini cha kufanya. Kwa hiyo hizi zikishakamilika hizi, kamati husika mtatakiwa mpate taarifa ya zoezi liliendaje, ili tujiridhishe na tuishauri serikali kama kuna maeneo ya kuweza kurekebisha. La mwisho kabla ya matangazo, Mheshimiwa, juzi Jumamosi pale Dar es Salaam uwanja wa Mkapa palikuwa na mambo makubwa pale. Kama bunge lazima tupongeze kwa timu yetu ya Simba Sports Club kututoa kimasomaso kuweza kufika robo fainali ya kombe la mabingwa wa mpira wa miguu Afrika nzima. Si padogo, si haba. Kwa hiyo na wale rafiki zetu wengine nao wajitahidi, badala ya ligi hapa tu wajitahidi kidogo, waige, wasiogope. Wasiogope. Tunategemea mwakani hata na Mungu wamejitahidi. Ni mara ya kwanza wameingia kwenye mashindano makubwa, wamejitahidi. Sasa wengine mko wapi? Badala yake tunakuwa tunashangilia wageni tu. Jamani, yeye haipendezi hata kidogo. Lakini mwisho wa haya tarehe 3 mwezi wa 7 jamani, ndio majibu yatapatikana. Baada ya hapo tutakutana humu kwenye ukumbi utusikie mambo yakoje. Vinginevyo jamani, tunapanga kwa kweli TFF, wizara, wote wanaohusika, viongozi wa klabu na wengine, tunaiweka sasa Tanzania kwenye ramani ya mpira. Tutakubaliana kwamba wale South Africa Kaizer Chiefs wameendelea, lakini yeyote aliyefuatilia mechi hizi mbili atakwambia klabu bora katika klabu zile mbili ni ipi. Kabisa. Kwa hiyo ni kuziba sasa, kuangalia tu namna ambavyo sio tucheze tu mpira chenga twawala na magoli pia. Kwa hiyo mimi naamini huku tunakoenda kina Sport Pesa nani wote, Mheshimiwa Tarimba, mimi naamini tunakoenda ni kuzuri zaidi. Tutafika mbali zaidi katika malengo tuliyojiwekea kama Watanzania. Inatupa heshima kubwa tukiimarisha katika masuala ya michezo, sio tu mpira wa miguu lakini na michezo mingine yote. Kwa hiyo wadau wote, wapenzi, washabiki, kwa kweli sisi kama bunge tunawapongeza sana na tujiandae kwa mwakani. Wageni tulionao bungeni ni wageni 90 wa Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Kilimo